Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi cha furaha, kipindi cha kutubariki. Bado tunamtazama Yesu jinsi anavyoziona dhambi. Tuko Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 9, Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 9. Tutasoma mistari kadhaa kwa sababu ni mingi, naongelea yote habari moja. Hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni upi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo mimi ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu kope za macho. Akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Mstari wa 13. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani, nayo ilikuwa ni Sabato hapo alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Basi Mafarisayo nao wakamuuliza jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa naona. Baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara hizi? Kukawa matengano kati yao. Mstari wa 24. Basi mara ya pili wakamuita yule aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu. Sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui. Najua neno moja, ya kuwa nilikuwa kipofu na sasa naona. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Akawajibu, nimekwisha kuambia wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi wakamwambia wakasema, wewe mwanafunzi wake, sisi tu wanafunzi wa Musa. Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hatujui atokako. Yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho. Najua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu amefumbuliwa macho amemfumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nao unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, tunakutana na habari ya ajabu na ya kushangaza hapa. Ilikuwa katika huduma zake Yesu akakutana na mtu kipofu tangu kuzaliwa, na ilikuwa ni siku ya Sabato. Akamponya. Alimponya kwa jinsi gani? Biblia inasema alitema mate kwenye mate yake, akatengeneza tope kwa kutumia yale mate, akampaka kwenye kope za macho yake, akamwambia nenda kanawe. Akaenda akanawa, akarudi anaona. Sasa yakatokea mashindano. Uponyaji wake ulipotokea, yakaanza maneno. Wayahudi wakamuita wakasema, huyu mtu sisi tunajojua ni mwenye dhambi, alikutendeaje? Akasema, alinitia machoni matope na nikanawa, sasa naona.
Akasema hapana, huyu hakutoka kwa Mungu, huyu ni mwenye dhambi. Anawezaje kufanya mambo haya siku ya Sabato? Huyu ni mwenye dhambi. Yule mtu akasema, kama ni mwenye dhambi mimi sijui. Jua neno moja, mimi nilikuwa kipofu, sasa naona. Akasema huyo ni mwenye dhambi, hawezi kufanya mambo haya. Wengine wakasema, hawezaje mtu mwenye dhambi kutenda jambo kama hili? Maana tokea hapo haijasikika ya kwamba mtu amemfumbua mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wakawa na mabishano wao kwa wao. Huyu naye anasema hapana, haiwezekani mtu wa namna hii akafanya jambo kubwa namna hii. Amenitendea jambo kubwa, mimi nilikuwa kipofu, sasa naona. Akasema mpe Mungu utukufu, si tunajua huyu ni mwenye dhambi. Akasema kama ninyi mnajua ni mwenye dhambi ninyi wenyewe, lakini mimi nilikuwa kipofu, sasa naona. Wakamtoa nje. Biblia inasema wakamtoa nje kwa sababu alisema, ama wewe ni mwenye dhambi na wewe unatufundisha sisi? Ulizaliwa kwenye dhambi tupu. Maana yake kwa sababu alizaliwa kipofu, akadhani alizaliwa katika dhambi tupu. Sasa Yesu akasema huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, lakini ili kazi za Mungu zipate kudhihirika. Maana wanafunzi ndio waliomuuliza, akasema huyu aliyezaliwa kipofu, shida ni wazazi wake walikuwa na dhambi au yeye mwenyewe? Yesu akasema shida haikuwa kwa wazazi wala kwake, bali ni kazi za Mungu ili zidhihirike ndani yake. Jambo muhimu hapa ni hili: dhambi inaonekana kwa watu hawa kwa sababu ya kusema Yesu ni mwenye dhambi. Wanamuona Yesu ni mwenye dhambi, hawakubaliani na muujiza huu. Muujiza wameuona umetokea, umetendeka waziwazi, maana waliitwa wazazi pia wathibitishe. Nasema huyu ni mtu mzima, anaweza kusema mwenyewe na muujiza ulitendeka mbele ya watu. Kwa hiyo lakini hawa wanakataa, wanasema pamoja na hivyo tunajua huyu ni mwenye dhambi, hawezi kufanya jambo hili siku ya Sabato. Kwa nini? Kwa sababu Wayahudi Sabato kwao ilikuwa kama Mungu, ilikuwa kama Mungu. Kwa hiyo anasema hawezi kufanya jambo hili siku ya Sabato. Dhambi yao ni kumuona Yesu ni mwenye dhambi. Ndugu yangu mpendwa, je, wewe unamuonaje Yesu ni mwenye dhambi kama hawa wanavyosema, au ni mwenye haki? Huyu alipoulizwa wasemaje kumhusu, akasema huyu ni nabii. Akasema haiwezekani bwana, huyu ni mwenye dhambi. Ndugu mpendwa, maisha yangu na maisha yako, kama tukikosea tumepoteza kabisa. Kama tukikosea, maana yake tukimwona Yesu ni mwenye dhambi tumekosea njia kabisa. Mwambia hawa nao walikosea njia kwa kumuita Yesu ni mwenye dhambi. Sije ukamuita Yesu ni mwenye dhambi. Yesu ndiye mtatua tatizo la dhambi, hawezi kuwa mwenye dhambi. Yesu ni mtatuzi wa matatizo yetu. Alitatua tatizo la mtu aliyezaliwa kipofu. Huyu bwana alikuwa na miaka 40 na kwa hiyo alitatua tatizo lake. Kama Yesu anaweza kutatua tatizo, anawezaje kuwa mwenye dhambi? Ni kwao tu wanaomuita mwenye dhambi. Usithubutu kumuita Yesu ni mwenye dhambi. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Yesu ni mkombozi wetu. Yesu ni mtatuzi wa matatizo yetu na mambo yetu na maisha yetu. Kwa hiyo amini huyu uwe na uzima wa milele, asivyo utakuwa umepotea kabisa kabisa. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Tutane kwenye kipindi kinachokuja. Usiache kuniunga mkono kwa wewe ambaye bado hujasubscribe kwenye akaunti yangu, wala kucomment wala kulike. Tafadhali barikiwe ninyi ambao mmeshafanya hivyo. Mungu wa mbinguni awabarikini sana. Asanteni sana wote kwa kuwa nami. Mungu wa mbinguni awe upande wenu siku zote. Katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.